matunda ya amani yana faida kubwa. Tulinde amani yetu. Lakini kila Mtanzania ajue kupotea kwa amani ni kupotea kwa uhuru wetu. Tusikubali hiyo dhambi. Tusikubali amani yetu ikavurugwa kwa aina yoyote ile. Wala tusije tukathubutu kuonja hatari ya kupoteza amani ya nchi. Viongozi kwenye maeneo yetu, tuelimishe watoto wetu, tuelimishe wananchi wetu. Madiwani mko hapa, fanyeni mikutano ndani ya kata zenu. Waelezeni wananchi waende kuhubiri amani, umoja na mshikamano ndani ya umma. Viongozi wa chama tukatimize wajibu wetu. Wengine wakiona amani inapotea, lawama zote wanaipa CCM. Uongo kweli? Wao wanachochea lawama tupewe chama. Tusikubali. Twendeni tukahubiri amani. Amani yetu ndiyo usalama wetu. Lakini kila mmoja hapa ajiulize ndani ya nafsi yake, haya ya vurugu yanayotokea ni kwa faida ya nani? Muulize mwenzio. Kwamba vurugu zinachochewa, watu wanahamasishwa, ni kwa faida ya nani? Ni nani huyo anataka hiyo faida watu waumie? Kwa hiyo tunakubaliana kwamba kuna watu kwa maksudi wanaamua kupoteza amani ya nchi yetu, jambo ambalo Watanzania tusikubali upotevu wa amani ndani ya taifa letu. Na kama unakubaliana na mimi, piga makofi na vigeregere vingi. Kuna baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii, kazi yao tangu asubuhi mpaka jioni ni kuandika uchochezi, ni kuhamasisha vurugu, mpaka unajiuliza huyu mtu anafanya kazi gani ya kula hata chakula? Asubuhi mpaka jioni yupo kwenye mtandao, yupo Twitter, yupo Instagram, yupo Facebook. Huyu mwenzetu kipato anatoa wapi cha kumlisha yeye na familia yake? Mbona muda wote yupo mtandaoni? Maana yake kuna watu wanaomlisha, kuna watu wanaompa kipato. Kazi yake aliyoajiriwa ni ya kuchafua nchi. Na wapo baadhi ya Watanzania wenzetu, aidha kwa kujua au kutokujua, wanawashabikia. Niwaambieni, taifa likiharibika hakuna aliye salama. Wewe unayeshabikia utaumia, anayehamasisha yuko nje ya nchi na familia yake na watoto wake. Akili ya kuambiwa tusiposimama kupaza sauti na kukemea na kukataa, tutaenda kuiharibu nchi. Lazima wachochezi wa mitandao tuwapinge hadharani. Lazima waambiwe ukweli kwamba wewe upo Marekani, wewe upo nchi fulani, wewe upo huko, watoto wako tumefuatilia wote upo nao huko, mke wako yupo huko. Kwa nini unatuambia watoto wetu waingie barabarani waitafute haki? Kwa nini wewe usirudi hapa hiyo haki uidai hapa kama wewe ni mzalendo wa kweli? Kwa hiyo watu wanajazwa mambo ya ajabu. Na kila mmoja anayepaza sauti kukemea mambo maovu anaitwa chawa, anaitwa anajipendekeza. Msiogope. Jipendekeze kulinda nchi yako, kuwa chawa wa nchi yako. Amani yako ndiyo usalama wako.